Fahamu kuhusu msitu wa Amazon. Amazon, mapafu ya dunia, ndio msitu mkubwa pekee duniani. Unapatikana huko Amerika Kusini. Watu wengi wamekuwa wakifahamu ya kuwa msitu wa Amazon unapatikana Brazil pekee. Ila ukweli ni kwamba msitu huu haupo Brazil pekee, bali Brazil ndio nchi iliyokuwa na eneo kubwa la msitu wa Amazon. Ni karibia nchi 9 zimepitiwa na mkondo wa msitu wa Amazon, na nchi hizi ni pamoja na Brazil kwa 60%, Peru kwa 13%, Colombia kwa 10% na nchi zingine kama vile Venezuela. Msitu huu una ukubwa wa kilomita za mraba milioni 5, na kwa ukubwa wa msitu huu nchi ya Tanzania inaingia mara 6. Kwa mujibu wa wanasayansi, wataalamu wa mimea wanasema ya kuwa msitu huu una umri wa miaka 55. Ambapo msitu huu unakadiriwa kuwa na miti bilioni 400. Katika msitu wa Amazon pana mto ufahamikao kwa jina la mto Amazon, ambapo mto huu ndio mto unaoshika nafasi ya pili duniani, ukiongozwa na mto Nile kama watu wengi wanavyofahamu. Mto huu wa Amazon unaingiza maji bahari mara 5 kuliko mito yote duniani. Na maajabu ya mto huu, kuna wakati hupeleka maji kinyume, yaani kama ilivyozoeleka huenda maji hutoka magharibi kuelekea mashariki, basi kuna wakati maji hutokea mashariki kuelekea magharibi. Asilimia 20 ya oksijeni ipatikanayo nchini, chimbuko lake hutoka katika msitu wa Amazon, na ndio maana watu wengi hupendelea kuuita msitu huu mapafu ya dunia. Pia ni zaidi ya asilimia 70 za dawa zipatikanazo duniani, chimbuko lake hutokana na asili ya mimea ipatikanayo katika msitu huu wa Amazon. Katika msitu huu pana makabila zaidi ya 50, ambayo makabila hayo watu wake hawakuwahi kuishi na watu wa karne hii ya sasa. Moja kati ya sifa ambayo hupatia msitu huu ni pamoja na wanyama wapatikanao katika msitu wa Amazon. Hapa ninazungumzia viumbe kama green anaconda. Huyu ni nyoka anayesifika kwa ukubwa ambayo hupatikana katika msitu wa Amazon. Nyoka huyu kimuonekano ni mwenye rangi ya kijani na madoa yake yenye weusi. Poison dog frog. Huyu ni chura mwenye sumu kali kuliko chura wote duniani. Chura huyu pia hupatikana katika msitu wa Amazon. Na endapo ikatokea bahati mbaya ukachomwa na mwiba wenye sumu ya chura huyu, basi huwezi chukua hata dakika, tumekusahau duniani. American jaguar. Huyu ni mnyama jamii ya paka, ila yeye ni mkubwa kuliko paka na rangi yake ni nyeusi kama kiwi. Mnyama huyu hupendelea kuishi juu ya miti mikubwa. Pia vile ana uwezo wa kuogelea endapo akiwa anavuka maji. Kwa kawaida mmea wowote ili uweze kustawi unahitaji mwanga na maji ya kutosha, ila cha kustaajabisha ndani ya msitu wa Amazon, mwanga unaopenya ni mdogo sana, ila bado mimea inazidi kustawi. Vyakula vingi tunavyovifahamu hivi sasa, chimbuko lake hutokana na mimea ya msitu wa Amazon. Mfano ndizi, pilipili nyeusi, kahawa na kadhalika. Kwa mujibu wa shirika la mazingira duniani, inasemekana kuwa asilimia 20 ya maji tunayotumia duniani huzalishwa kutokana na msitu wa Amazon. Na wakati msitu wa Amazon unafahamika kama ndio msitu mkubwa pekee duniani, unafuatiwa na msitu wa Kongo. Inasemekana
Ndani ya msitu wa Amazon pana viumbe vya ajabu vingi. Hali hiyo imepelekea mpaka watu wengi kuingizia imani za kishirikina. Kupitia makala hii fupi, nadhani umeweza kufahamu maajabu na baadhi ya vitu vipatikanavyo ndani ya msitu wa Amazon. Niliyekuwa nikikuletea makala hii fupi ni mimi Boniface Alphonse Bopwele, iliyoandaliwa na Juma Rajabu Mpalanje kwa kushirikiana na Patrick Adrian. Nikushukuru wewe kuungana nami mwanzo mpaka mwisho. Usisahau kusubscribe na kucomment channel YouTube @RospaMedia. Vile usisahau kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii Facebook, Instagram pamoja na Twitter @RospaMedia. Asante.